mimi ningekuwa kadhi nikapata ushahidi ya mwanamume yoyote aliwahi kumwambia mkewe malaya, nampa talaka hapo hapo. Yaani utaoketija na malaya, hello uketi na yeye malaya, alikuwa ni hasira. Basi hasira za kumwita mtani wako malaya, mbona kumwita swahaba? Mbona wewe mamako ukikasirika kumwita malaya? Tena mwambie yeye na alomzaa yeye pia malaya, ulipata yeye kwenda kuoa. Sasa sikiliza, usibabaike wewe mke, au usengine mume utukanwa yeye. Mume gani shoga wewe? Hakuna, kwani wanaume utukanwa? Mimi nimewambia, tulikuwa na jirani yetu alikitiwa ngumi na mkewe, hamwezi. Sasa yeye yule akiitetea, mimi sikufundishwa kuja na wanawake, siku hakufundishwa, hamwezi. Ule mwanamke alikuwa ni mwingi akimtwanga ngumi kweli kweli. Jamani, tunene kweli, kuna wanaume na sisi hula dharubu, hula kichapo lakini tu mara nyingi onekanao ni wanaume kwa bija, lakini wallahi kuna wanaume hula mkono. Lakini sasa mwanamke, yake mwanamume ni aibu kwa kunena mbele za watu kwamba niupigwa waweze darusi kuambia watu namna, huwezi tanena yeye kwamba mimi mke wangu nipiga. Lakini wallahi mimi nimeyashuhudia mume alikila kongoto kisawasawa, hamuwezi mkewe yeye kwambia wewe bahati yako, mimi mamangu anikataza kupigana na wanawake mamako amekukataza, mamako kuperuhusa, uangalie hapo, si utazidi kuuawa? Sasa wewe mtukane mumeo shoga, mke akutukane mume, mtukane mkewe malaya, maisha gani tena haya ya kuishi? Lakini sasa mimi niwaambie, ukibahatika ukapata na mtu kama yeye, usitete naye, mwambie sawa sawa. Mungu alisema alkhabithatu malaya kwa malaya. Mungu alisema kitambo, yani malaya hafurahi la apate mke malaya, basi sio haoi, hafurahi. Wajua maana kufurahi? Wajua waweza kuona wewe kale amepata chombo, kwani baba alikuwa ndio muuzaji mkubwa hapa, unaona. Lakini haimaanishi kuwa haoi. Aweza mtu akaoa, lakini kawa hutopubaa. Ukimwoa mtu si type yako, tukua take my word, ukenda ukaozeshwa wewe. Wajua sengine kwa bahati mbaya mtu ameona fulani bwana fulani atakuoa, twende tukampuse mwana shekhe fulani. Wajua yeye babake shekhe, bila shaka utajua mtoto wake naye la. Nabii Allah Nuh mwanae alikuwa ndo gangster mkuu. Ni kweli si kweli? Nabii Allah Nuh jamanini, kuna zaidi? Ni mtume si mtume? Nabii mursal min ulil azmi, lakini mwanae gangster mkuu. Anasema bwana, mimi siku moja kuna bwana mmoja aliniambia mimi, shekhe, mimi nataka mtoto wako awe mtoto wangu. Ambaye lakini si mimi, ni mtoto wangu. Uelewe, ungeniambia mimi nataka wewe, huyo ni mtoto wangu. Asije akaenda kudangamaniza akasema shekhe kuaje? Si mimi. Kama mimi ndo ananiambia mimi kuaje? Ule ni mtoto wangu. Yeye ana fikiri zake, ana fikra zake, ana mawazo yake, ana mipangilio yake, ana nini, vision yake. Mimi nimeitahidi kivyangu, lakini wama tashauna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Sasa wewe ukimwona mume mtukana mke matako haya, au mke mtukana mume matako haya, ila huumiza, lakini haiathiri kwa anayejijua. Siku zote ukimwona mtu ameathirika sana kwa kutukanwa, ni kwamba bado hajajijua yuko kwenye position gani. Chukua hii kaida. Yani akaja mtu akakutukana, wewe msenge, wewe utaathirika ikiwa wewe hujijui nani. Ikiwa wewe hujijui nani, maneno kama sasa. Kwani mimi kuna siku moja mtu amenipigia simu, ulia, shekhe amenitukana mimi, ameniambia mimi malaya, ameniambia mimi sifai, ameniambia mimi za watoto haramu, ameniambia basi, akanena maovu mpaka alipomaliza. Nikamwambia sasa, mimi nataka nikwambie wewe, kwa nini unipigia mimi simu? Ni wewe nijibu tu. Nataka ushauri. Waniamini wewe mwanamke, wewe umemshinda Sayyidatina Maryam.
umemshinda Sayyidatina Khadija. Shekhe, haiwezekani. Kwa nini? Siwezi kuwashinda hao. Kwa nini huwezi kuwashinda hao? Si wanawake? Mimi najijua mwenyewe. Kama wewe unajijua mwenyewe kwamba huwezi kuwashinda hao, kwa nini hujijui mwenyewe kwamba wewe si malaya? Au labda ulikuwa una shaka, umekuwa kufutuliwa sasa. Mimi sina. Basi babaiki. Nilipokuambia wewe ni mwanamke bora kushinda kina Maryam, ulinena haiwezekani. Kwa nini? Najijua mimi siwafikii. Sasa na wewe utakuja kuambia wewe malaya. Kwa nini wafikia malaya? Jijue. Ukiwa hujijui ndio pale kama maana hujijui na wasiwasi, lakini ukiwa hujijua sasa, ngoja, umepita mahala wewe umepita mahala, mtu akaita Fatuma, utazunguka sema pengine uniita mimi kwa sababu wajua wewe si nani. Short and clear. Ukimwona mtu unaambia mimi mshenzi, ukwambia wewe mshenzi kwa sababu wewe hujijui ni mshenzi au si mshenzi. Kama ulikuwa unajijua wewe si mshenzi, nitakwambia wewe. Yaani wewe umepita mahala, mtu kasikia wewe mwenye mimba. Naam. Wananiambia mimi, wewe manake. Yaani jielewe wewe ni nani basi. Uliwahi kusoma kwenye Qur'an mtume siletwa mwendazimu? Mtume ameitwa mwendazimu hakuitwa? Mtume ameitwa mganga hakuitwa? Mtume ameitwa mpiga burugu hakuitwa? Wapi alijibu? Sasa kujibu aita, mimi sijui kama mimi nazo hizo. Nyinyi mwaita. Mwaniita mimi, lakini mimi sijui kama nazo hizo. Sasa sina haja kujibu. Ukimwona mtu jibu ukisema mimi si mwendazimu, ndio mwendazimu wa kwanza. Manake kama wewe uko si mwendazimu basi uitwe. Naam.